ambao ni mkutano mkuu wa mtaa ili kuweza kuongea ambayo yanayotuhusu katika mtaa. Kwanza kabisa na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Kwanza kabisa nipende kutumia fursa hii kufungua mkutano wetu rasmi. Nasema mkutano umefunguliwa. Karibu. Yale tuliyoyaongea katika mkutano uliopita, kwanza tumshukuru Mstahiki Meya wa Manispaa ya Temeke kwa kutuwezesha kupata pampu ya maji ya kisima ambacho kiko katika ofisi ya serikali ya mtaa kama mnavyoiona hilo tenki hapo. Na hicho kisima baada ya kupata zile pesa tulinunua pampu. Serikali ya mtaa yenyewe iliongezea kidogo kwa ajili ya kununulia waya mpya ili pampu yetu iweze kufanya kazi vizuri. Kwa sasa hivi pampu ya maji inafanya kazi vizuri. Ndivyo mnavyoona hata huo mradi ulioletwa na Wizara ya Ardhi. Hizo beacon zinapigwa kwa kutumia maji ya kisima cha serikali. Pili, tuliongelea kuhusu madawati ya shule yetu ya msingi ya Ponde. Tunashukuru mkurugenzi wa Manispaa ya Temeke kwa uchache ametuongezea kidogo madawati 90 ambayo tayari tumeyapata. Kwa hiyo bado tuna uhaba wa madawati 120. Na bado tunajitahidi kumkumbusha katika bajeti zake kutengea bajeti ya kumalizia kununua hayo madawati ili watoto wetu kuondosha adha ya kukaa chini. Tatu, tuliongelea kuhusu kituo cha polisi. Kama alivyoahidi Mstahiki Meya kwamba atakupatia mabati kwa ajili ya kuwezeka kituo cha polisi. Ili baada ya kumfuata na kumkumbusha aituambia, naomba mnitayarishie bajeti nzima ya kituo cha polisi. Tuone namna gani ofisi yake ya Mstahiki Meya pamoja na Manispaa wanaweza kutusaidia kumalizia hicho kituo. Tumefanya hivyo na tulipeleka hiyo taarifa ya mahitaji ya kituo chetu, lakini majibu bado hatujayapata. Tumejaribu kwenda nafikiri wiki kama 2 zilizopita kwa mkurugenzi, tukagundua kwamba bado barua ile hajaipitisha. Lakini Mstahiki Meya aituhakikishia kabla ya baraza la madiwani kuvunjwa anaweza kuwa ameshaipitisha hiyo bajeti kwa sababu yeye ndiye anaisimamia. Kwa hiyo naomba wananchi mwe wavumilivu. Baada ya muda tutafikiri wiki ijayo tutaenda tena kukumbushia. Lakini kuna wadau mbalimbali ambao tayari wengine walichangia misumari kwa ajili ya hicho kituo cha polisi. Hiyo misumari iko katika ofisi yangu ambayo sasa hivi nasubiri kama kutatokea na wadau. Kama kitatokea lingine kule Manispaa, basi tutarudi kwa wananchi na wadau ili tuhakikishe kituo chetu cha polisi kinamalizika kabla ya mwaka huu haujapinduka. Kuhusu maji katika mtaa wetu, kwa kweli ni tatizo bado lipo na tutaendelea kuwaeleza namna. Tumejaribu kukutana na mkurugenzi wa DAWASA Mr. Bwire. Tulienda kwenye semina tukakutana naye pale Manispaa, wenye viti wote wa wilaya ya Temeke, lakini nilijitahidi kumshawishi kwamba aweze kufika kwenye mtaa wetu. Uzuri kwamba katika ziara hiyo aliweza kufika katika kata ya Utuangoma na kuweza kuzungukia miundombinu yote ya maji, na yeye alikiri kwamba kwa kweli kata ya Utuangoma katika idara yake ya maji bado iko nyuma, na alituahidi kwamba katika bajeti ijayo Tawa Ponde atajitahidi kutupatia visima vitano vya maji. Sisi kama wananchi tujitolee kutafuta maeneo kwa sababu wenyewe watakuwa wana fidia. Kwa hiyo hii zoezi nilijaribu kuambia wajumbe ili kuwapitia wananchi waweze kuona namna kujitolea ili tuweze kupata visima, kama pesa ikipatikana kuweza kuchimbiwa visima vya maji katika maeneo yetu.
Nafikiri katika yatokanayo tulikuwa na swala la ulazimishaji makazi ambalo wananchi wengi walilalamikia kwamba walitoa pesa zao lakini mpaka sasa hawajaona, wengine wamepimiwa, wengine hawajapimiwa, wengine hawajui hatima yao. Kwa hili swala kama ofisi ya serikali ya mtaa na manispaa ya Temeke na wizara ya ardhi tumekuja kulipatia mwarobaini. Kwa hiyo tawasikiliza, nafikiri wataeleza na wananchi mtapata nafasi ya kuhoji katika kipengele hicho. Na jitihada za serikali ya mtaa ilizozifanya ni kwamba ni kuhakikisha hao wataalamu wanafika katika eneo letu kuliko kuanza sasa kuwafatafata. Kwa hiyo maona walivyojitambulisha hapa, karibu timu nzima ya kila idara iko hapa. Vile vile watashirikiana na kamati iliyokuwepo kwa sababu na wenyewe hao wamekuja kwa ajili ya kuamua zoezi zima la ulazimishaji. Pale kamati ilivyoishia iliyokuwepo ya ulazimishaji, sasa hao wamekuja kuamua na hata kipande chochote cha ponde kitahakikishwa kimepimwa, bali sehemu ambazo zina migogoro hizo ndo zitakazobaki, na ambao katika nafikiri wataeleza vizuri, na ambao barabara ziwafikii nafikiri watapatiwa leseni za makazi. Kwa hiyo ni jitihada tulizozileta hapa. Kwa hiyo naomba ushirikiano wenu, lakini mengine wataeleza wao kama wataalamu. Hizo kuhusu barabara, tuliongelea barabara yetu ya Pinda Road ambayo inajulikana kama Masuliza. Hii barabara imekuwa na changamoto nyingi. Tunashukuru kama mlimsikia waziri wa TAMISEMI alituambia pesa amezitenga. Nafikiri mimi sitakuwa msemaji siku. Kuna msemaji anayehusika tunaye hapa, kwa sababu naweza nikasema kumbe nawaogopea wananchi, kwa kuwa mhusika ambaye yuko kwenye idara ya TARURA nafikiri yuko karibu na manager, na yeye yuko humo, atatuambia tukifika katika agenda hiyo. Kwa sasa sitaki kuelezea katika kipengele hicho, tampa nafasi. Katika swala la ulinzi na usalama, kwa kweli swala la ulinzi na usalama itawa ponde bado ni changamoto. Siwe nakiri kabisa kwamba bado ni changamoto. Wananchi wengi wamekuwa wakipata changamoto ndogo, sio kubwa sana, lakini zinaleta maafa katika jamii. Na sisi kama serikali ya mtaa kuna vitu ambavyo tumeazimia ili kuangalia kama au watu wahalifu wanaweza wakaondoka katika eneo letu au kuachana na mambo ya uhalifu. Kwa hiyo swala la vijana wetu kutokuwa na maadili mema wako ndani ya familia zetu, na hasa swala la bangi katika mtaa wetu limekuwa swala sugu sana, na sisi wananchi tunalifumbia macho. Mimi nimeahidi kwamba yeyote anayekamatwa na bangi sitatoa barua ya dhamana. Naomba mnielewe, najua ni haki ya kumpa dhamana, lakini mimi sitoi haki hiyo, itatolewa na vituo vya polisi. Lakini katika ofisi yangu ya serikali ya mtaa nimeahidi, na wasaidizi wangu wananisikia, yeyote kijana atakayekamatwa na bangi katika mtaa wangu sitegemei kama ataandikiwa barua ya dhamana, labda kwa uchunguzi utakaofanywa na jeshi la polisi na wao kuturudishia majibu kwamba huyu aliyekamatwa anahitajika apewe dhamana, au atabidi aende huko sehemu zingine apate dhamana. Kwa hiyo machache, naomba, ili muda sio rafiki, tuna mambo mengi ya kuongea. Sasa tuwape muda kidogo, au tusubiri kama kuna maswali katika hayo yatokanayo yawe machache, ili tuwapa nafasi wataalamu wetu, kwa sababu naona watu wengi wana uchu wa kujua hili zoezi linalokuja likoje. Naomba kuwakilisha. Asanteni sana. Vile mratibu wa urasimishaji manispaa ya Temeke.
nipo hapa kwa ajili ya zoezi zima la urasimishaji. Maana muda ni mchache, taongea haraka na mambo mengi, na sisi kama wataalamu vile nao kutoka Dodoma hapa ambao watakuja kuanza zoezi siku ya Jumatatu. Kiufupi, zoezi la urasimishaji limeanza tokea 2013, lakini ilikuwepo walipo katika utaratibu ambao tunaona unafaa. Miko mengi yalitokea. Kwa bahati nzuri kufika 2017-18 kuna miongozo tuligaiwa na Mheshimiwa Waziri tukufu kilicho kaona utaratibu sasa wa kufanyika zoezi la urasimishaji. Kweli tulisimamia ile miongozo kama waratibu katika hizo halmashauri. Vile kwa kukutana matatizo ya utekelezaji wa ile miongozo, na mitaa mingi imekwama. Sisi kama waratibu tunasimamia matatizo yale, kaona kwa wananchi kuna changamoto zake, na makampuni vile vile yana changamoto zake. Na hizo changamoto sio kwa mtaa wa Ponde peke yake, Dar es Salaam nzima na Tanzania nzima kwa ujumla. Sasa tuko kwenye hatua hii sasa ambayo tulizungumzia sasa ya ukwamwaji urasimishaji. Zoezi la urasimishaji kweli tumekiri kwamba lilikuwa linasuasua. Sasa viongozi wetu kwa hekima wanaona sasa tuje na mpango kazi umetoa jina la ukwamwaji urasimishaji. Kwa hiyo maeneo yote ambayo urasimishaji ulikuwa unasuasua, programu hii sasa ndio itakuja kuchukua hii nafasi. Kuna timu maalum imeundwa ambao wataalamu wote wanahusika. Watu wa mipango mingi, wapimaji na maafisa ndio watakuwepo. Watu wa maendeleo ya jamii watakuwepo katika zoezi la ukwamwaji wa urasimishaji. Watu wa maendeleo ya jamii kazi yao hizi kwenye maeneo yenye migogoro hii. Wao kwa sababu washasomea kupambana na migogoro kama hii, wanaruka zao kuongea na watu ambao wenye hasira kulingana na masuala ya mipaka. Kwa hiyo tunaye hapa huyo mbobezi katika kutatua migogoro inayotokea huko mtaani. Kwa hiyo umeona katika ukwamwaji taaluma hii nayo ishirikishwe, ambayo hawa walikuwa urasimishaji alikuwepo. Kwa katika utafiti wa haraka ikaonekana labda kwa sababu tumeweka kando basi tuwashirikishe katika ukwamwaji. Kwa hiyo watakuwepo katika hili zoezi. Sasa hili zoezi litakuwa na hatua mbalimbali. Kwamba kwanza tutaanza kutambua maeneo yote, kila kipande cha ardhi ambacho kipo mtaa wa Ponde kitatambulika. Nataka kutambua viongozi hapa na viongozi akiwa na timu yao. Kuna timu kubwa sana iko huko. Chama za kutambua itapanga. Tutaandaa sasa mpango mji kwa kila kipande ambacho kitambuliwa. Baada ya utambuzi wataweka mawe. Tunajua mawe yameshawekwa katika maeneo mengi, lakini hawa sasa kama kutakuwa na changamoto labda mipaka au maeneo ambayo yamesahaulika au mawe hayaonekani kabisa, basi hayo mawe ambayo wanayafatua hapa mtaani watayasimika kwenye viwanja. Baada ya utambuzi, baada ya upangaji, watakuja kupima hayo mawe nilizozungumza. Baadaye kazi itapelekwa wizarani ili kupata namba tayari kwa wananchi kumiliki. Zoezi hili litakuwa ni bure. Sasa hivi hatutawagharamisha wananchi. Sasa hivi timu itaingia mtaani, itamtambua mwananchi, itampangia mwananchi, itampimia bure. Lakini sasa gharama tutakuja kuwachaji pale ukamilifu wa zoezi hili utakapokuwa umefanyika. Sawa. Narudia, nasema zoezi hili katika hizo hatua nilizozungumza, utambuzi, upangaji na upimaji, itakuwa ni bure. Ila gharama zitakuja pale tunapokuja kukumilikisha kipande chako cha ardhi. Kupata hati. Tunakuja kupata hati na tuambia kiwanja namba chako hiki. Tutakuja na vielelezo ambao kama unapaswa kumiliki, maana sheria zetu lazima kwanza uwe raia wa Tanzania na vile vile uwe zaidi ya miaka 18 ndio upate haki ya kumiliki.
Kama sio raia unaweza kumiliki kwa TLC. Kama uko chini ya miaka 18 basi kwa chini ya mlezi ama mzazi unaweza kumiliki. Kwa kushakuja na vielelezo hivyo, raia Tanzania tunajua NIDA itakuja nayo. Ukubwa ule sasa wa kiwanja ndio utakadiriwa gharama ambazo unapaswa ulipe ili umilikishe kiwanja chako. Tunajua kuna wengine tayari washatoa gharama katika ile zoezi la mwanzo ambayo tayari ndio tukisimamia upimaji wa eneo hili. Rekodi bahati nzuri tunazo. Wote waliolipa kipindi kile au hatutawachaji zile gharama ambazo zinapaswa zifanywe. Sababu sasa hivi utachajiwa utambuzi, upangaji na upimaji. Sasa kama ushalipa chuo cha ardhi kwenye utambuzi, upangaji na upimaji, hiyo hatutakudai. Utadaiwa zile gharama za umilikishwaji. Utachajiwa zile gharama za umilikishwaji. Sasa gharama labda nizungumze za zoezi hilo la utambuzi, upangaji na upimaji. Kwa hekima na busara ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wamepunguza mpaka 130,000 kwa mazoezi hayo matatu. Ukiangalia wale wa mwanzo wale watu walipa 600,000, wengine 300,000, lakini sasa hivi wamesema hapana. Kana na kipato na hakualisia wenyewe sasa hivi tutawaganisha 130,000. Sasa 130,000 katika utambuzi, upangaji na upimaji. Ila katika umilikishwaji sasa hapo gharama zitatofautiana kulingana na ukubwa wa kiwanja na matumizi yake. Kwa sababu mwenye kiwanja kitafikia mita 300 atatajiwa gharama tofauti na mwenye kiwanja kitafikia mita 1000. Kwa hiyo hapo ndio tofauti, lakini ile zile gharama za awali zile zote zitafanana. Uwe na kiwanja kitafikia mita 1000 utalipa 130,000, uwe na kiwanja kitafikia mita 500 utalipa 130,000. Sasa wataalamu ambao wametoka Dodoma kwa kufanya majukumu yote yameelezea hapo awali wataanza kazi siku ya Jumatatu. Kesho kutwa wataingia mitihani. Wanategemea mwenyekiti pamoja na wale wajumbe wa shina tutashirikiana na hii timu. Kuhusiana na maokoto wajumbe wa shina, timu ya Dodoma imenihakikishia hakuna shida. Maokoto yako na shida tushirikishane. Tutaongoza kuingia huko mitaani pamoja na dada yetu hapo, tutakusaidia wajumbe wa shida kutatua ile migogoro ya mipaka. Njia ni vema kabisa, yani tuwe na njia za kufika. Mwisho wa zoezi ni tarehe 30 mwezi wa 5. Kwa hiyo nataka tukimbizane sana. Tukimbizana sana. Sasa migogoro katika yale mazoezi awali ilionekana ni chanzo kimoja wapo cha kuchelewesha mazoezi. Kwa tutegemee migogoro. Na sehemu tukikuta kuna migogoro watu hawataki kupisha njia, basi tutakuzunguka hicho kipande, tunapendekeza wachukue leseni za kazi na wala hatutawapa hati miliki. Kwa sasa hivi hati miliki tunazotoa za miaka 99. Sasa hivi mfumo wetu unatoa hati miliki za miaka 99. Zile 33 kwa sasa hivi hatuna miaka 99. Kwa hiyo tukikuta sehemu kuna migogoro kutokana na muda wenyewe tulikuwa tunao, basi tutaruka hicho kipande, huyo mtu tutampeleka katika masuala ya leseni ya makazi. Tunategemea mwe tayari kupisha njia ili jirani manyuma kule afikike. Sawa jamani? Jumatatu ndio tunaanza zoezi. Halitakuwa na malipo. Muda tarehe 30 mwezi wa 5 ndio tunamaliza. Ushirikiano, migogoro hatupendi. Sababu hao wakiwa wanajua kule, wanajua site na kwa kidogo mavuruga. Mpaka tuwe tayari tena kutoka site, yani naweza tukaweka zile alama zetu zile za mipaka ili wakifika waweke mawe bila changamoto zozote. Wajumbe na warai sana, mtakuwa na timu kutoka Dodoma, tutatembea nayo huko kutwa nzima kwa muda wote. Swali nyingine yote timu itatuhakikishia kule, tutawezesha watu kujua chochote. Sasa kwa sababu ajenda zipo nyingi, na inawezekana kuna swali moja ama pili labda kama kuna wenzangu anaweza kaongezea katika haya, basi labda tuyapisha maswali. Sababu hizo zoezi tayari tushaanza, tutegemea tukishamaliza hapa tuondoke kazi mchakato ya Jumatatu kuanza hizo zoezi la utambuzi. Leo kisha zungumzwa na wenzetu, ambacho ni waombe, tutakuwa na timu ya vijana
wataalamu vijana, wengine utaona kabisa ni wadogo kabisa. Lakini inapofika swala la kitaalamu, naomba tuwape ushirikiano. Tunachokiomba sana kwetu ni ushirikiano ili tufanikishe zoezi kwa wakati. Kitu kingine kwa mwenyekiti, ile kamati ya urasimishaji, lakini wajumbe wetu wa mashina, pale mnapojua kuna taarifa ambayo inaweza ikakwamisha zoezi, naombeni tuwe wawazi. Miongoni mwetu wapo watu tayari wana hati kwenye maeneo yao, tuambie tu mapema, tusiingie tukapima pale. Sawa ndugu zangu? Lakini kikubwa zaidi, tukaribishe vizuri Ponde, tutafanya kazi kwa amani na kwa upendo. Na Mungu awabariki sana. Asante. Ponde safi? Bila shaka nimeshajitambulisha. Mimi jamani niko kwenye upande wa kutatua migogoro. Kwa hiyo tunaposema tunapokwenda kwenye mradi hii, ili kufanikisha mradi uende sambamba, tuepuke sana migogoro. Kwa sababu kwenye kazi hii kubwa kabisa kuna migogoro ile ambayo iko ndani ya familia, na migogoro mingine ya mipaka, na migogoro mingine ambazo kwenye zile taarifa ambao mwisho wa siku tufikie mwafaka zinatofautiana. Kwa hiyo kama taarifa zitatofautiana ndio tunapelekea migogoro. Na tukipelekea migogoro, mwisho wa siku hatutajikwamua katika urasimishaji na mwisho wa siku kupata nini? Kupata hati. Na kwa vile zoezi hili tunasema tarehe 30 mwezi wa 5 mwisho, niwaombe wanajamii, wananchi wa mtaa wa Ponde, mnapotoka hapa basi mkapeane taarifa. Na ikipendeza zaidi, kama jirani yako unaambia sasa hivi kenda Vikindo kulima, kenda sijui Mtwara kulima mafuta, mpatie taarifa. Wananchi sawa? Tunaposema hivi muda si rafiki. Kwa hiyo kama ukimpatia taarifa mapema, tunakuwa matatizo tunayatatua mapema. Lakini kama unajua nina changamoto na mwenzangu, na mute tu, nasubiri mwisho wa siku tu, na kuna timu inakuja pale, unasema mimi bado simfahamu kabisa. Kumbe unamfahamu, mpe taarifa mapema ili kusudi mambo ya nini? Yaende sawa. Hapo mnasemaje jamani? Lakini msemaje kwa sababu mnakusema moja kwa moja tunajikwamua. Mtu ukitapata ile hati yako ni moja wapo hata kupata maendeleo. Hati yako ukitapata unakuwa salama kabisa. Na unajivunia, unasema sasa namiliki mwenyewe nini? Kipande changu cha ardhi. Ili kujikwamua, tutoke sasa kwenye umaskini, twende kwenye nini? Tutashinda jamani. Sitakunyanyua kiuchumi. Kwa mimi naomba sana, kwa sababu kama mimi kazi yangu itakuwa laini, kusema moja kwa moja wataalamu sasa wanapofika hawa mipango miji, wanajua pimaji, yani kazi inakuwa rahisi. Lakini lazima mimi nianze mimi huko. Wao watashindwa kama mimi kazi yangu itakuwa ngumu. Ikiwa ngumu hao watashindwa. Lakini ikiwa nyepesi kwa kushirikiana na nyinyi, yani kazi itakuwa ni laini kabisa. Sawa eh? Lakini upande wa pili narudi kwa viongozi wangu, wamejali kwa sababu wamesema mradi huo uko maji uko ndani ya mtaa wa Ponde. Hivyo inakuwaje nguvu kazi tukatafuta watu wengine? Kuna haja kutafuta wataalamu kuchimba mtaro, kuchimba shimo, kunahitaji degree. Jamani, wananchi kunahitaji degree. Sasa si ni fursa amesema hapa kiongozi wao kama ani hao vibarua. Tunataka tuwapate kwenye serikali ya nini? Jamani, mnaelewa vizuri? Wao walishindwa kuleta wataalamu huko. Si wana Google ndio anajua ana CV yake ikoje, anakuja kuchimba mradi si mkono wende wapi? Lakini wametumia mbinu shirikishi. Kama tunavyosema sisi maafisa wa jamii, tunapenda mbinu shirikishi. Na miradi ambayo yenye ufadhili wa Benki ya Dunia, wanajali sana masuala ya kimazingira na ya kijamii. Lakini nguvu kazi itumike mle ambaye hahitaji taaluma sana ya degree wala PhD. Mtu vijana tunao wengi, bali sasa ni uaminifu na utii. Lakini endapo sasa kijana huyo anaambiwa timbe mtaro, lakini dakika moja na tayari kashajidalia, nimechoka, hatutaenda. Sisi tunataka serikali ya mtaa, viongozi mkitafutia vijana, ni vijana kweli, mwisho wa siku tarehe 30 kazi yetu inakuwa laini. Hapo vipi? Ponde safi? Asante. Ponde oye! Ponde oye! Ndugu mwenyekiti, mtendaji, ndugu wananchi, nashukuru kupata nafasi hii na nilisha moja kwa moja nilishajitambulisha.
Kujitambulisha mara ya kwanza, narudia mara ya pili. Jina langu mimi ni Robert Marwa, ni mkuu wa polisi wilaya ya polisi Mbagala. Swala la ulinzi na usalama ni wajibu wetu, lakini ni wajibu wa kila mwananchi. Kwa na maana wananchi wote mlioko hapa, swala la ulinzi na usalama ni la kwetu sote, sababu kila mmoja anawajibika kwa hilo. Changamoto za ulinzi zinatokana na kwamba tunawaachia polisi wenyewe. Polisi ni wachache, hatuna uwezo wa kufika kila mtaa sisi kama sisi, lakini suluhisho kubwa ambalo tumeletewa na ambalo linaelezewa kwa wingi ni swala la ulinzi shirikishi. Kwa na maana ulinzi wa umma, lazima wananchi muelewe kwamba ulinzi wa umma si wa kujitolea na wala sio hiari. Ulinzi wa umma ni lazima na ni ilani. Ulinzi ni lazima. Hata kwenye katiba yetu kuna sehemu inaelezea swala la ulinzi na usalama. Kwa swala la ulinzi na usalama, wananchi wengi wakiambiwa kwamba swala la ulinzi shirikishi, wengine wanahisi kama ni kujitolea vile. Kama unajisikia kujitolea, wakati mwingine inakuwa ni shida kidogo. Lazima yule askari wetu wa ulinzi, askari wa kata, afike na apate nafasi za vikao kama hivi, awaeleze wananchi kwamba ulinzi na usalama au ulinzi shirikishi sio hiari, sio kujitolea, ni lazima. Kwa na maana kwenye mitaa yetu na kwenye mashina haya, viongozi wetu wa mashina wapo kila mahali. Tuko na idadi kubwa ya ulinzi shirikishi, yaani vijana hao wanaolinda, au wewe mwenyewe kama huwezi kulinda unachangia. Lakini haya yote yanafanyika baada ya mwenyekiti wenu huyu akikaa na nyinyi, mkafanya makubaliano na mkaongea kwa pamoja, mkakubaliana kwamba tunaweza kufanya kulinda, ila ulinzi huu utafanyika. Wale ambao wanaweza kutoka kulinda walinde, wale wasioweza wachangie. Kiwango cha kuchangia kitatokana na makubaliano ya nyinyi wananchi. Lakini swala hili baadaye huwa linaleta shida sana. Wengi hawafiki kwenye mikutano namna hii. Mkutano kama huu leo uko very hot kwa sababu unagusa maeneo nyeti ambayo yanawaumiza wananchi. Na ndio maana naona wananchi hapa ni wengi. Lakini kuna mikutano mingine ikiitishwa, wengine hawaji. Afu maamuzi yanafanywa na watu wachache. Yale maamuzi ya watu wachache yanakwenda kuathiri kundi kubwa la watu ambao hawapendi kuja kwenye mikutano. Mkija kwa wingi, mnafanya maamuzi ya kwenu wote na mnakubaliana. Ukianza utekelezaji, hakuna atakayenung'unika. Nikiwa na maana narudi kwenye pale kwenye swala la ulinzi shirikishi. Ulinzi shirikishi, kuna mitaa mingine wanakubaliana shilingi 1,100, wengine wanakubaliana 2,200, lakini hayo maamuzi yanakuwa yamefanywa na watu wachache, ila yakifanywa na watu wengi wakati wa kuhudhuria kikao mkakubaliana wote, unakuwa manung'uniko hamna na vikundi vinakuwepo. Suluhisho la ulinzi kwenye mitaa yetu ni vikundi vya ulinzi shirikishi vikiwa vingi, na maana walinzi wakiwa wengi, kila mtaa ukiwa na walinzi wa kutosha, wizi kama hauwezi kutokea. Kwa mfano, kuna kipindi wale vijana wa Panya Road walichachamaa sana, yaani matukio yale yalikuwa ni mengi. Kipindi hicho watu walijitolea wenyewe, yaani hali ilikuwa mbaya, watu wanaogopa kufa. Walijitokeza walinzi wengi kweli kweli. Unaweza kufika kwenye mitaa, sisi tunapita saa 8 usiku huku, saa 9, saa 10. Unapita kwenye mtaa unakuta watu wamejitolea wao wenyewe zaidi ya 100 mpaka 200. Kufika Maji Matitu, maeneo yale ambayo yaliathirika sana na Panya Road, walinzi walikuwa ni wengi sana. Lakini hali ilipokuwa sasa shwari, na walinzi nao wakaanza kupungua mpaka wanapungua kabisa. Sasa hatuhitaji tufike kwa kipindi cha tension ndo watu watoke. Tunataka walinzi wawepo kwa muda wote. Ina maana kwamba walinzi vijana shirikisho wakiwepo, pamoja na wewe kama huwezi kuchangia ukajitokeza, kila mtaa ukawa na walinzi wa kutosha, automatically wizi pia utapungua, na hawa wavunjaji na wadokozi wa madirishani na wao watapungua. Tuna ushuhuda mkubwa huo, tunawakamata baadaye, tunakuwa tumeshakamata hao wanaovunja. Ukishamfikisha kula wakati wa mahojiano anakiri kabisa. Kuna mtaa ule tulikwenda siku moja, tunakwenda kufanya tukio. Siku ya kwanza tukuta watu wapo, walinzi wapo maeneo yale. Zoezi likashindikana.
Tukaenda siku ya pili, tukakuta tena vijana wapo walinzi wanapita mitaa ile, zoezi likashindikana. Lakini siku nyingine tukakuta wako mtaa mwingine, sisi tukapata fursa ya kuweza kupiga huku. Wanakiri baada ya kuwafanyia mahojiano. Sasa inachoonekana, mitaa ikiwa na walinzi wa kutosha, hata matukio nayo yatapungua. Lakini changamoto kwa maeneo yetu ya huku Twangoma, mwenyekiti, inabidi ukaze sana, wananchi waelimishwe ya kutosha. Swala la ulinzi ni la kwetu sote, sio la polisi peke yao. Polisi peke yao hatutoshi mitaa yote, wala vichochoro vyote hatuwezi kupita, ingawa tupo. Na kwa upande wa huku Twangoma, sasa hivi serikali imetusaidia, tunajenga kituo kikubwa kabisa cha polisi. Tunakiita ni class C, lakini kitakapokamilika itakuwa kama ni class B. Ule mtaa wetu, na mtaa wetu mmoja mkubwa sana maeneo haya ya Twangoma, kule Malela. Nafikiri wachache mmepita kule. Kile kituo hiyo la msingi litawekwa na mbio za Mwenge, ambapo ni tarehe 1 mwezi wa 6 Mwenge utakuwa umeshafika maeneo yetu. Hiyo la msingi litawekwa pale, lakini kasi ya ujenzi inakwenda kwa kasi sana. Kituo kile kikiwa kikubwa, huduma ya ulinzi itakuwa imesogea sana. Kuliko kutoka hapa mpaka uje moja kwa moja kule Maturbai, ni mbali sana. Pale tutakuwepo na maofisa wa polisi watakuwa pale. Kuwepo na gari kabisa la polisi litaletwa pale special kwa ajili ya kata hii ya Twangoma. Kwa sababu kata hii ni kubwa. Kata hii ni kubwa sana. Na ujenzi unazidi kuendelea, ina maana watu wanazidi kuhamia huku kwa wingi. Na wingi wa watu unahitaji ulinzi. Kwa kituo kile kitakuwa kidogo, itakuwa ni 40 kwa tatizo la huku. Tutakuwa unaja kutafuta huduma kuifuata kule maeneo yetu ya Mbagala kule Rangi Tatu, kote ni mbali sana. Kwa kituo kile, kwa matazamio kama walivyoelekeza wakubwa zetu, ni kwamba mwezi wa 8 hiyo kimekwisha kabisa, na tayari askari wameshaletwa pale na huduma ziweze kupatikana moja kwa moja eneo lile, ambayo itakuwa ni msaada mkubwa. Kwa sababu tutakuwa na askari pale wa kutosha, kuwepo na gari letu la polisi liko pale, ambayo itakuwa lina attend matukio mbalimbali kwa urahisi. Kuliko unaanzia kule Rangi Tatu mpaka uje kufike Twangoma, tayari washafanya mambo yao na wamemaliza. Hiyo ni athari kwetu sisi. Kwa hiyo ni support kubwa, na tunaishukuru serikali yetu kwa hili kujengea kile ambacho kikamilika, ambao kitakuwa ni msaada mkubwa sana kwa wananchi wa huko. Sasa na sisi tujitoe sasa, tuimarishe vikundi vya ulinzi shirikishi kwenye mitaa yetu. Tukishirikiana na kile kituo, mtapata pia na mkuu wenu wa kituo eneo lile, mtapata pia na mkuu wa upelelezi kwenye eneo lile. Kama ilivyo kule Mbande, kuna mkuu wa kituo, kuna mkuu wa upelelezi, na kesi nyingi zitafanyika hapa, hata na mahakamani itakuwa ni rahisi. Tutaomba, na kama itawezekana, serikali ikaweka na mahakama huku, mahakama ya mwanzo ikawa huku maeneo ya huku. Kwa kesi itakuwa inafanyika kila kitu pale, mnamalizia shughuli zenu pale. Kuna haja ya kwenda mpaka Rangi Tatu, ni mbali. Tutapunguzia wananchi adha kubwa. Kwa tunashukuru serikali yetu, tunamshukuru rais wetu kwa huduma hiyo na msaada mkubwa ambao unaweza kufanyika pale kwa kusaidia wananchi wa huko. Kwa hiyo mwenyekiti, mtendaji na viongozi wetu wa serikali huku chini, tusaidiane kuimarisha vikundi vya ulinzi shirikishi kwenye maeneo yetu. Mimi nina imani kwamba tukazana sana, haya mambo ya kuvunjiwa simu, kuibiwa madirishani, tatizo kama hili litapungua. Wazi wananchi, tafadhali narudia tena, tujitoe. Ulinzi ni wa kwetu sote. Ulinzi sio askari polisi wenyewe. Tujitoe, tufanye ulinzi, mwisho wa siku tutatokomeza swala hili la uhalifu. Asanteni sana. Kuna moja ambalo nimezungumza, nataka kulisahau. Kuna kituo chetu kidogo hapa Ponde, na mimi mwenyewe nimeshafika nikaona